Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah amefanya ziara katika ofisi ya Baraza la Manispaa Magharibi A ili kuzungumza na wafanyakazi, masheha pamoja na madiwani. Katika ziara hiyo ameambatana na mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, kaimu katibu tawala mkoa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama. Lengo kuu la ziara hiyo ni kuzungumza na wafanyakazi juu ya utendaji kazi, uwajibikaji ili kutekeleza wajibu na haki kama sheria na taratibu za kazi zinavyoeleza, na kuwapa nafasi watendaji hao kueleza changamoto zao zinazowakabili, ambapo mkurugenzi wa Baraza la Manispaa Mohamed Simba Hassan ameeleza majukumu pamoja na changamoto zilizopo. Baraza letu hili lina majukumu mengi ambayo yale ya msingi kabisa ni majukumu matatu, ikiwa ni swala la usafi ni jukumu letu namba moja, lakini jukumu letu namba mbili ni kuhakikisha tunawatengenezea mazingira mazuri wajasiriamali pamoja na wananchi wetu kuishi katika mazingira mazuri. Lakini jambo jingine la tatu ni kuhakikisha kwamba mapato ya serikali yanakusanywa ipasavyo. Mapato hayo ndiyo yatakayotumika kwa ajili ya kuyapeleka hayo maendeleo kwa wananchi wetu. Taasisi hii ya Baraza la Manispaa ni moja kati ya taasisi ambayo ina mzigo mzito sana katika utendaji wa kazi, kwa sababu moja kati ya changamoto yake kubwa, tuna upungufu mkubwa sana wa vitendea kazi. Vitendea kazi kwa maana ya magari. Magari kweli tunayo, alhamdulillah, mawili makubwa ya tani 30, tuna kijiko, lakini magari yale pamoja na kijiko kile kinafikika katika maeneo machache sana. Matokeo yake yale maeneo mengine ya ndani tunashindwa kuyafika kwa wakati, na matokeo yake tunalazimika kwenda kukodi magari ya wananchi ambayo tunayalipa fedha nyingi ambazo zingeweza kutumika kwa ajili ya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kwa upande wao, wafanyakazi, masheha na madiwani wameelezea changamoto zao licha ya juhudi za kazi wanazozifanya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi wafanyakazi wa mkataba nikiwemo na mimi ambaye nipo hapa na hudumu miaka 6 hivi sasa, ni wanyonge sana, na unyonge wetu huu unatokana na kwa sababu nafasi za ajira hawapewi wale watu ambao wanajitolea, yani akina sisi. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba huko Mgongo watu wanapitisha watu wao, tunaletewa wafanyakazi wapya, tunaambiwa hao ndio wapya ambao wameajiriwa, jambo ambalo linatufanya tujiulize, sisi tumemkosea nini Mungu? Kwa hiyo tupo hapa miaka 6 tunapokea watu, tumekuwa wapenzi watazamaji. Lakini la pili ambalo nafikiri tuna haja ya kulifanyia kazi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ardhi yetu imekuwa ikichezewa sana. Yaani definition ya mtu anapopewa heka anakuwa anajiona ameshapewa ardhi kwamba ile ni yake, lakini in deep definition si kweli kwamba ile heka ni yake. Kwa hiyo Mheshimiwa, sisi na kazi za majenzi tunakumbwa na mashaka mengi sana kwenye masuala ya ardhi, hasa Magharibi. Changamoto tulizonazo masheha ndo tunaokaa na jamii. Masheha tuna wajumbe katika ngazi zetu za shehia, lakini wajumbe wale kwanza hawana hata posho, hawana chochote ambacho cha kuweza wao kupata kikawakimu. Sheha mshahara tumai umetajwa, mshahara wetu sie uko chini. Mjumbe unapomtuma anakuangalia, we sheha. Saa nyingine kuna kazi ni nyingi wanajitolea, hawapate hata ile kidogo cha kuhakimu. Leo nimemtuma mjumbe afanye kazi, angalau atapata ile pesa yake ya kuondoka kule nyumbani kwake akapata kuachia wale watoto wake. Kwa kweli hii wajumbe wetu wa ngazi za shehia tunaomba nao wapatiwe angalau posho kama anavyopatiwa mabalozi katika nafasi zao za chama, na wao basi tunaomba kwa hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi madiwani mara nyingi huwa hatuna mambo mengi ya kuzungumza. Mara nyingi sisi mambo yetu tunazungumza kwenye vikao, lakini sisi madiwani ni wasimamizi, si watendaji kwa moja kwa moja. Sisi ni wasimamizi wa mabaraza ya manispaa. Kwa hiyo sisi madiwani kazi yetu
kusimamia, lakini tunasimamia kwa lile jambo ambalo tunahisi linaleta tija kwa wananchi ambao wamekuwa kwenye maeneo yetu. Baada ya mazungumzo na maoni ya wafanyakazi, mkuu wa mkoa amewataka watendaji hao kuhakikisha wanafanya kazi kwa bidii na mashirikiano ili kulinda rasilimali za serikali na kuwapa huduma bora wananchi kwa lengo la kuwaondolea shida na changamoto zinazowakabili, na serikali itaweka mazingira mazuri kwa kuzingatia maslahi ya wafanyakazi. Kwamba katika kazi kuna mambo mengi hapa. Moja likiwemo kwamba tumewekewa vitu lazima tuvisimamie, tuvifuate na tuvitekeleze ipasavyo. Moja, sheria ya utumishi wa umma. Tukubalini kidogo, kuna baadhi yetu tunaisigina. Mwenye haki yake asizulumiwe, apewe haki yake, na anostahiki alotaahari kidogo itazame sheria, lakini kwanza waelekeze wafanyakazi utaratibu wa sheria ukoje, nini kinachotakiwa kufanywa, kipi hakitakiwi kufanywa. Mtu anapokuwa mtukutu, mchukulie hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo haki za wafanyakazi lazima zisimamiwe ipasavyo, lakini na wajibu wa wafanyakazi lazima usimamiwe ipasavyo. Tunajua na tunaelewa kwamba kazi ni ibada, na kama kazi ni ibada, kiukweli kabisa mtu katika eneo lake la kazi anatumia masaa mingi zaidi kuliko katika eneo jingine lolote. Kuna wajibu wa kumtengenezea mazingira mazuri ambayo yaliyokuwa rafiki na ya kufurahia kukuwepo kazini muda wote na akatekeleza majukumu yake vizuri. Hicho ndicho ambacho kinachotakiwa na hicho ndicho ambacho kinachohimizwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Haya, pesa hii uende ukatumie skuli eh? Haya mama. Asante mama. Haya. Mama mdogo, nataka na mimi niende skuli. Mpumbavu mkubwa, hizo kazi za ndani ushazimaliza hata unataka kwenda skuli? Nishazimaliza. Ulikuwa umwambie baba yako kabla hajafa akupeleke skuli. Mbona kumwacha tu akafa? Yule alijua kuwa wewe huna hadhi ya kwenda skuli. Pumbavu, nenda ndani huko. Ngalikuwa baba na mama leo kwa yasingenikuta kila siku manyanyasa. Aha, unasemaje? Nikwambia kitu Aiman. Nahisi kama ulioniwashia moto ndani ya moyo wangu na unaendelea kuniunguza ndani kwa ndani. Mimi nilikuwa nakuvutia pumzi tu wewe. Unalilia nini na utosobi wako? Wewe! Usifanye hivi mtoto. Ramda nisirudie, lakini kama kufanya ndo nishafanya. Kunya moto basi niungue. Wewe hujui kama mtoto yatima huyu? Kama mtoto wako wewe ukamkuta anadhalilika kama hivi utaridhika wewe? Usimfanye hivi mtoto. Elewa kwamba leo kwake, kesho kwako. Kutokuwa na wazazi haimaanishi kuwa ndio chanzo cha kuishi kwa manyanyaso na masimango. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa furaha na amani hata ikiwa hana wazazi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.